sana. Walimu ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo. Walimu ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo. Tanzania yote ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo. Wajumbe ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo. Baraza lote ndio sisi tunaotegemewa kuleta maendeleo. Anakuti ndio sisi kuleta maendeleo. Mshikamano. Naomba nianze kwanza kabla sijasema mengi kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima na afya na kutukutanisha hapa leo kwenye mkutano wa 7 wa chama cha walimu mwaka 2025. Napenda pia kuwashukuru sana viongozi wote wa serikali na viongozi wote wa CWT kwa uratibu mzuri wa mkutano huu wa mwaka 2025. Niwapongeze wote kwa maandalizi na mapokezi mazuri mlionipatia. Hongereni sana na asanteni sana. Kama ambavyo wengine hawafahamu, mimi nimehudhuria mikutano ya namna hii mara kadhaa, nikiwa mwalikwa na wakati fulani nikiwa kiongozi wa chama cha walimu. Nimeona mikutano mingi iliyoandaliwa. Naomba nikiri hapa kabla sijaenda mbali kusema kuwa huu ni mkutano uliothibitisha kwa mara nyingine chama cha walimu si tu chama cha kawaida, ni chama kikubwa chenye taaluma muhimu nchi yetu. Nawapongeza sana wale walioandaa, wale waliweka vichwa vyao kwa pamoja kuitengeneza sura ya mkutano huu kuwa ya kisayansi na kumfanya kila mjumbe aliyemo humu kujinafasi na kufurahia siku hii muhimu ya mkutano wa 7 wa chama cha walimu. Kama mnavyofahamu, mlimwalika Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ili yeye awe mgeni rasmi kwenye tukio hili muhimu. Mheshimiwa Rais alipenda sana kuja kuungana pamoja nanyi, lakini kutokana na majukumu mengine aliyojitokeza ameshindwa kufanya hivyo, na hivyo amenituma ili niweze kumwakilisha kwenye tukio hili muhimu. Nimefurahishwa mno na risala ile mlioiandaa kwa ajili yake yeye mwenyewe, na hamkutaka kuisoma kwa mgeni rasmi, mmeisoma kwake yeye mwenyewe, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Maana yake ni kwamba uongozi wa chama cha walimu una ujumbe maalum kwa siku maalum kwa kiongozi maalum wa taifa letu. Nataka niwahakikishie kuwa risala yenu nitaibeba kama ilivyo, na msitatia neno wala kuongeza. Nitasema tu Mheshimiwa Rais, kama ulivyonituma wamesema haya, na kisha nitawasilisha risala hiyo. Kwa mantiki hiyo, na mimi kwa sababu hiyo ya Mheshimiwa Rais kupata dharura hiyo, nimepata heshima ya kuja kuungana pamoja nanyi. Ni ukweli usiopingika kuwa mimi kama mwalimu na kama mtu ambaye ni zao la chama cha walimu, ninaona fahari kubwa kuona chama hiki bado kipo, kinaendelea, na wanachama wake bado wanaendelea kukiamini. Imani yangu ni kwamba mkutano wenu huu mtaumaliza salama, na Mungu tunawaombea awasaidieni muumalize salama. Ndugu wajumbe, wakati nakuja, naomba niwaletee vile salamu za viongozi wetu wawili, Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na Mheshimiwa Mwalimu Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Viongozi wetu hawa wote wamenituma salamu za upendo kwenu, na wanawatakieni mkutano mwema, uwe wa amani na mmalize kwa salama. Washiriki, leo tunakutana hapa kwenye mkutano mkuu wa 7. Ni siku ya furaha kwangu. Hii ni kwa sababu nimepata fursa ya kukutana nanyi, ukizingatia umuhimu wenu kwenye jamii. Kama nilivyosema, hiki ni chama ambacho wanachama wake ni waumbaji wa pili wa mwanadamu. Baada ya mwanadamu kuumbwa na kuletwa duniani na wazazi wake
hukaa naye kwa muda mfupi sana kabla ya kumchukua mwanadamu huyo na kumkabidhi mikononi mwa mwalimu ili uumbaji wa mtu huyo uweze kukamilika. Hiki ni chama, si chama cha kawaida. Ni chama cha watu ambao wao kazi yao ni kazi takatifu, kama alivyosema Paul Freire kwamba walimu ni taaluma takatifu iliyojaa dhamira ya kumsaidia kila mtu na hasa mtoto kufikia ndoto yake wakati wa uhai wake wote. Hii ndio taaluma ya pekee kwenye dunia yetu inayomfundisha mwanadamu kujua pande kuu za dunia, kujua kwa nini jua linazama na kuchomoza, kujua sehemu mbalimbali za mwili na kumfanya kuwa raia mwema kwenye nchi. Hii ndio taaluma ambayo ikishikwa vizuri inalijenga taifa kuwa lenye umoja na mshikamano. Kama kuna dini zipo zinazohubiri amani na mshikamano, taaluma ambayo inapaswa kupewa msukumo ili kuhubiri injili hiyo ni taaluma ya ualimu. Hiki ni chama cha watu muhimu kwenye nchi yetu. Nataka nichukue nafasi hii kuwakumbusha pia kwamba pamoja na jukumu kubwa la kufundisha ambalo mwalimu analo, mwalimu ni mzazi wa kiroho, kiongozi wa kifikra na ni mjenzi wa maadili katika jamii. Mwalimu akiwa kazini, yeye hufanya taaluma zote. Kama kuna wakati anafundisha darasani, atakuwa mwalimu. Wakati fulani wakigombana watoto, atakuwa hakimu. Na wakati fulani wakiumia, atakuwa daktari kwa kutoa huduma ya kwanza. Na yeye hugeuka kuwa mnasihi kwa kumfanya kila mmoja kuchagua njia ya kuiendea. Ningesema maneno mengi juu ya taaluma ya ualimu. Itoshe kusema kama ambavyo wataalamu wengine waliwahi kusema, education is the powerful weapon which can change the world. Na kwa sababu hiyo mabadiliko ya dunia hayawezi kutokea kama mwalimu hatashiriki. Niwashukuru mno, na kwa kweli leo ni siku yenu walimu wa Tanzania. Nimalizie kwa kuwakumbusha kwa mabadiliko yote yanayotokea kwenye taaluma ya ualimu, mwalimu ndiyo aliyekaa kwenye kiti cha kuendesha ili mabadiliko hayo yaweze kutokea. Mimi kama mgeni rasmi na kama mwakilishi wa serikali kwenye siku hii muhimu, nataka niwaambie ni walimu, serikali inatambua mchango wenu katika sekta ya elimu. Ninyi ndio wazalishaji wa taaluma nyingine katika sekta mbalimbali tulizonazo, iwe sekta ya afya, iwe sekta ya nishati, iwe sekta ya kilimo na sekta nyinginezo zote. Haziwezi kutokea bila kuwepo kwa mwalimu. Nelson Mandela aliwahi kusema, it is through education that a daughter of a prison can become a doctor. Hii inamaanisha kuwa ni kupitia elimu mtoto wa kijijini, wa mkulima maskini, anaweza kuwa chochote wakati wowote. Kama ambavyo waliokaa mbele huku, walioitwa viongozi, hawawezi kujivunia lolote kwa namna yoyote walivyo isipokuwa kwa mkono wa mwalimu. Chukua nafasi hii kuambia mafanikio yanayopatikana katika sekta ya elimu yana mchango si wa mbadala bali wa moja kwa moja wa walimu wetu. Hivyo chama cha walimu mnao mchango mkubwa sana katika jamii kwa ujumla. Mnagusa maisha ya kila mmoja. Mnawafanya watu wajue kuwa taifa letu ni taifa tunalohitaji kuliongoza. Chama cha wafanyakazi kama mnavyojua ni chama cha wafanyakazi. Ni lazima chama hicho kiwafikie wafanyakazi. Mathalani chama cha walimu ni chama cha walimu. Ni lazima kiwafikie walimu wakati wote kuwasikiliza. Na chenyewe ndio mwakilishi wa walimu hao kwenye majadiliano ya serikali. Nimefurahishwa mno na matokeo ya zoezi la Samia Teachers Mobile Clinic. Na kwa kweli nawapongeza sana sana sana. Mmewafikia walimu, mmewasikiliza. Nilipata bahati siku moja kuwa mgeni rasmi kwenye uzinduzi wa moja ya kliniki hiyo. Niliyaona matumaini ya walimu. Niliona chama kilivyowasogelea wanachama wake. Niliona chama kinavyowasogelea serikali na kuwakumbusha wajibu wao wa kumhudumia mwalimu. Kwa kweli kama kuna jambo ambalo mmelifanya kubwa ni kukirudisha chama kwa wanachama wake. Hongereni sana. Kupitia zoezi hili mmefanikiwa kufikia walimu wengi na mmetatua kero nyingi za walimu. Nimejulishwa hapa kuwa zoezi hili mmefanikiwa kuwafikia walimu wasiopungua 48,380 na changamoto zilizowasilishwa baadhi zimeweza kutatuliwa papo kwa hapo na zingine zinahitaji muda kujiridhisha zitatatuliwa baada ya muda si mrefu. Niwaombe wanachama wote na uongozi wa chama cha walimu muendelee kuongeza ubunifu utakaowezesha kuja na mikakati mingine yenye lengo la kuwafikia wanachama na kuboresha utendaji kwenye sekta ya elimu. Napongeza pia kwa kuendelea kushirikiana na serikali
kuboresha elimu kupitia miradi mbalimbali kama ambavyo umeieleza kwenye risala yenu. Na kuna watu wengine wanaweza kuwa wanadhani kuna mambo yanatokea tu kwa bahati mbaya. Yanatokea kwa sababu kuna chama cha wafanyakazi kinachozungumza kama sauti moja kwa niaba ya walimu. Huko tulikotoka, yako mambo yakitokea mtu anaweza kadhani yametokea tu. Hayatokei hivi hivi, yanatokea kwa sababu serikali na vyama vya wafanyakazi wanazungumza ili kuyatafutia suluhu. Ninyi wale mliokuwepo hapa miaka ya nyuma, mnakumbuka chama hiki kilikuwa na kilio cha muda mrefu cha kulilia posho za madaraka. Ninyi mtakumbuka mliwahi kuzungumza kwa sauti kubwa kwamba TSD ibadilishwe iwe TSC, badala ya kuwa idara kwenye tume ya utumishi wa walimu basi iwe tume huru inayojitegemea imsimamie mwalimu. Ninyi mtakumbuka mliwahi kuzungumza mnahitaji chombo cha kusimamia taaluma na maadili ya ualimu, Teachers Profession Board. Jambo hili lilizungumzwa kwa nguvu yote. Ninyi mnakumbuka wakati walimu wanaondolewa wa daraja C, chama hiki ndicho kilichopiga kelele ili walimu wale wapewe nafasi wajisomee, wabaki kazini. Haya yakitokea, hata kama kuna mtu hata yataja, mbingu zitayataja ya kuwa ni mchango wa chama cha walimu kwenye taaluma ya ualimu. Niwaombe, haya yote mlioyasema na yale ambayo yametajwa kama changamoto kwenye risala ya katibu mkuu, lakini ya rais wa chama cha walimu itayachukua. Serikali ya mara kimsikiliza wale mlioyasema katika vikao vyenu vya ndani na nje, na maoni yenu mnayotoa kwenye mahali mbalimbali. Hiki ndicho chama pekee ambacho hata tunapotunga sheria nchini wanaitwa kama wadau kutoa maoni wakati bunge linatunga sheria. Haya hayaji hivi hivi, ni kwa sababu ni chama ambacho kimejijenga, kina msingi, na ni chama ambacho kina haki ya kusikilizwa kwa niaba ya walimu ambao ni wengi zaidi. Mheshimiwa Waziri ameeleza mambo mengi ambayo serikali imeyafanya. Naomba niongee machache tu kwamba serikali ya awamu ya 6 imefanikiwa kujenga, kwa sababu walimu walikuwa wanazungumza muda wote kwamba mazingira ya kufanya kazi sio mazuri, kujengwe madarasa. Waziri ametueleza hapa madarasa 62,685 ya shule za msingi na sekondari, shule mpya za sekondari 1,031, shule mpya za msingi 1,580 na nyumba za walimu 1,792 zimejengwa katika kipindi hiki cha awamu ya 6, na hii ni kuitikia wito wa chama hiki na wadau wengine kwamba walimu wanahitaji mazingira mazuri ya kufanya kazi. Katika kipindi cha mwaka 2021 hadi 2024, serikali imefanikiwa kulipa malimbikizo ya mishahara ya walimu 101,101,596 na kulipa watumishi 156,556 madeni yasiyokuwa ya mshahara, na kuongeza mshahara kwa watumishi wa umma ambapo kama mlivyoelezwa kima cha chini kimeongezwa kutoka 370,000 hadi shilingi 500,000. Hii yote ni mchango ambao serikali ya awamu ya 6 na ni uthibitisho kuwa inasikiliza maoni yenu na hakamwe haitapuuza jambo lolote mnalolisema. Ni imani yangu kuwa maboresho haya yataendelea kuongeza ari ya kufanya kazi kama ambavyo wajibu wenu, kama ambavyo moto wenu ulivyo wajibu na haki. Wakati wote tuendelee kuchapa kazi, tuijenge nchi yetu. Hatuna mahali pengine pa kwenda walimu, tuna Tanzania moja. Ni lazima tuilee. Watoto wanaokaa mbele yetu, wakati wote tuwakumbushe kuipenda nchi yao. Wakati wote tuwakumbushe kulinda amani yetu. Kazi hii tutaifanya sisi walimu wa Tanzania. Mtambue vile vile kuwa serikali kwenye kuongeza nguvu kazi kwenye sekta ya walimu imeendelea kuajiri walimu. Hadi sasa jumla ya walimu 40,527 wameajiriwa katika maeneo mbalimbali nchini. Lengo ni kuendelea kufanya hivyo ili kutatua changamoto zilizopo. Pia kuziba pengo la uwepo wa walimu ambao lilipo chini, hususan walimu wa maeneo ya vijijini ambako kuna upungufu mkubwa zaidi. Naomba pia mjue kuwa ninapenda kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kutoa ajira kama nilivyoeleza ili kufikia wastani wa mwalimu mmoja wa wanafunzi 45 kwa taratibu, kama ambavyo tutaendelea kuboresha maslahi ya walimu kadri uchumi utakavyoendelea kuruhusu. Nimelisikia ombi lenu la kutaka kuwa na mwajiri mmoja. Ni kweli limesikika kwa muda mrefu, lakini nataka niwahakikishie halidondoki kwenye sikio lisilosikia.
serikali inalichukua. Serikali inaendelea kulifanyia kazi ili liwe na tija namna ya utekelezaji wake. Serikali itaendelea kuwasiliana na ninyi pale ambapo itaona kuna mahali pa kurekebisha na pale ambapo itaona kuna mahali pa kuboresha. Nimejulishwa vile kuwa tumeanza mtaala wa kuboresha lengo la kukuza elimu iliyotolewa nchini ili kuwafanya wanafunzi wetu waweze kujitegemea wanapomaliza masomo yao. Pende kuhakikisha kuwa serikali inaendelea kuchukua hatua stahiki kuhakikisha kuwa walimu wote wanapata mafunzo ili waweze kuendana na mabadiliko tunayoendea. Ndugu washiriki, ndugu wajumbe, ninapoelekea kuhitimisha hotuba yangu, naomba nitumie fursa hii kuwasihi kuendelea kusimamia misingi ya haki, usawa, uwazi, hususan wakati wa majadiliano na utatuzi wa masuala yanayohusu chama chenu. Endeleeni kufanya kazi kwa bidii, kwa uadilifu na uwajibikaji ili kuwaletea maendeleo wananchi wa Tanzania na hususan wanachama wenu. Nimejulishwa pia mtakuwa na uchaguzi. Nataka niwatakieni kila laheri kwenye uchaguzi huu mnaouendea. Nataka niwaombe walimu wa Tanzania na wajumbe wa mkutano mkuu. Chaguzi ni tukio la mara moja baada ya miaka 5. Lisiwagawanye kakivunja chama chenu. Ninafahamu uchaguzi unapokamilika kuna kazi kubwa ambayo inatakiwa kufanyika kuunganisha makundi. Niwaombe wale mtakaoshinda msiwanange mtakaowashinda. Tena kwa maneno ya upambe tumewapiga. Hakuna aliyepigwa, ni chama kinahitaji kupata viongozi. Na wale ambao mtakaokosa nafasi msikasirike, kwa sababu chukio hili lina matokeo mawili tu, bahati mbaya. Lina kupata ama kukosa. Wale watakaopata muwaunge mkono, wale waliokosa mjue ninyi ni ndugu moja. Na wale mtakaokosa muwasapoti wale watakaopata ili mjenge chama chenu. Ndugu zanguni, chaguzi mara nyingi huacha makovu. Ziko taasisi nimeziona kwa umri wangu, na mimi sina umri mdogo sasa, nina umri ambao umesogea kidogo. Nimeona mengi na nimesoma mengi. Nimeona ziko taasisi ambazo baada ya uchaguzi wanashindwa kubeba kile kitu kinachoitwa the election shock, yani mtikisiko wa uchaguzi. Wanabaki na makundi. Na bahati mbaya sana wanatokea watu wanajiita wa mtu badala wa kuwa wa taasisi. Ninyi kuweni wa taasisi, mjenge taasisi yenu. Wapeni heshima kina mzee Weumbiza ambao walitembea wakati mwingine kwa mguu, hawakuwa hata na posho ya kulipana ili wakakijenge hiki chama. Wakakifanya kikakuwepo na sisi tukawepo, kikatupa fursa tukafika mahali hapa tulipofika. Wapeni heshima walimu wa Tanzania kwa kuwa wamoja zaidi. Kama asitokee miongoni mwenu wa kuwagawanya na kumuita huyu ni wa fulani na huyu ni wa fulani. Na kiongozi mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kukaa na mtu ambaye hata hakubaliane naye kwa maslahi ya taasisi. Msigawanyike, shikamaneni. Hii ni taaluma takatifu ya watu waumbaji wa mara ya pili. Pendaneni, shirikianeni. Usikilizeni wimbo mliouimba wakati mnaimba Solidarity Forever for Teachers. Sikilizeni maneno mliokuwa mnasema, wafanya kazi tujiunge pamoja. Mkijiunga pamoja mtajenga taasisi yenu. Mtawafanya walimu wengine waone kiu ya kuja kwenye chama chenu. Mkikaa pamoja mtawafanya watu wengine waone ni darasa la kuja kujifunza kwenu. Mtayaleta mataifa ya Afrika kuja kujifunza chama cha wafanyakazi kinavyosukuma ajenda pamoja na serikali kwa maslahi ya wanachama wake. Wazeni jambo moja, chama chenu. Mnaweza kuwa marafiki, mnaweza kuwa na wapambe. Wapambe hawatajenga chama, isipokuwa wanachama watajenga chama. Shikamaneni kama wanachama. Unganeni kama wanachama. Ombeni kura kwa heshima, msivunjiane heshima, msidhalilishane wala msitukanane. Amesema waziri hapa, chama chenu kifanyeni suruhu na migogoro mlionayo muimalize ndani yenu ninyi kwa ninyi, wala msikaribishe mtu kutoka nje. Itumieni mitandao kwa maana ya kulindiana heshima yenu, mkithaminiana. Mtakaposafiri mkaenda mikoani kwenu, muendelee na lile jina mnaloitana comrade. Mkae mnywe maji kwa pamoja. Hata ukienda uwani ukaacha maji yako, uwe na amani, nitayakuta yakiwa salama, kwa sababu mnapendana. Ninawatakieni mkutano mwema na nawaombea kwa Mungu. Mbosso alitofautiana na waimbaji. Akasema watu wanasema riziki mafungu 7. Mbosso akasema hapana,
riziki ni mafungu mawili tu, kupata ama kukosa. Mimi nawaombea wote mpate fungu la kupata, ili mjenge hiki chama, ili mwafanye walimu wengi kiwe kimbilio kwenu. Ninawatakieni kila laheri na nawaombea kwa Mungu kwamba kila wakati mtakapokuwa mkikaa kama walimu, mjue mwana taaluma mmoja alisema, mwalimu bora ni yule aliyeacha alama kwa wanafunzi wake, si darasani pekee bali katika maisha yake yote. Tukubali kuwa wote tulioko hapa kuna walimu waliacha alama kwenye maisha yetu. Tuendelee kuwaenzi walimu wetu kwa kufanya walimu kuwa taaluma ya heshima, kwa kufanya chama hiki kuwa chama chenye umoja. Tutakaposimama na kusema solidarity forever, iwe forever for solidarity. Let walimu wote wakutane kwenye jumuiya hii kama watu wa aina moja. Baada ya kusema hayo na baada ya kuzungumza mengi, niwatakieni kila laheri kwa niaba ya Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa mkutano wenu huu mlionao. Ninaamini mtakaporudi nyumbani, naombea kwa Mungu mrudi kwa salama. Wale mlioacha familia zenu mkawasalimie, na wale ambao mmekuja na familia zenu muendelee kufurahi kuwepo Dodoma. Nawatakia kila laheri uongozi mpya utakaoingia na uongozi ambao unaendelea kuwepo. Nikiri kusema kuwa mmeandaa mkutano mzuri. Hongereni na watakieni kila laheri. Na baada ya kusema hayo mengi, kwa niaba yake yeye mwenyewe Dr. Samia Suluhu Hassan, naomba kutamka kuwa mkutano wa 7 wa Chama cha Walimu Tanzania wa mwaka 2025 nimeufungua rasmi, na asanteni kwa kunisikiliza. Haya, tusimame wote. Makofi na vigeregere.